Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, waheshimiwa viongozi waandamizi wa serikali, waheshimiwa mawaziri, viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na Naibu Katibu Mkuu Tanzania Bara, Mheshimiwa Rais, maendeleo ni hatua. Mheshimiwa Rais, maendeleo ni hatua. Ulipoingia madarakani, ulituasa Watanzania na kuja na tafsiri ya kazi kubwa unayotamani kwenda kuwafanyia Watanzania. Mheshimiwa Rais, msingi wa fikra yako ya kazi iendelee ni mtazamo aliyokuwa nao baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu vita iliyopiganwa katika nyakati za TANU na nyakati za kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, msingi wa baba wa taifa ulikusudia taifa letu liingie vitani dhidi ya maradhi, ujinga na umasikini. Vita hii umeipigana hasa na sisi Watanzania wa karne hii, hasa vijana wa karne ya leo, tunashuhudia kasi kubwa ya maendeleo. Na ulituambia umekusudia kuwafikia Watanzania, hasa Watanzania wa kawaida kabisa wanaopatikana katika mikoa ya pembeni. Mheshimiwa Rais, wananchi ni mashahidi. Tangu ulipoingia katika mkoa huu, Watanzania wa Simiyu wamekulaki kwa furaha, watoto kwa vijana, wazee kwa kina mama. Hawakuja kwa bahati mbaya, wamekuja kushuhudia shujaa wao wa taifa hili, Dr. Samia Suluhu Hassan. Wamekuja kushuhudia ni nani anayeyafanya mambo makubwa haya ambayo baba wa taifa aliyaanzisha na kuendelezwa na viongozi waliomtangulia baada ya baba wa taifa. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie fikra yako ya maendeleo imewakusudia Watanzania wanyonge kabisa, Watanzania wanaopatikana huku kwetu katika mikoa ya Simiyu. Na mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Rais, ulipowafikiria wana Simiyu ukaona uwaletee kiongozi wa mkoa Bwana Kenan. Mheshimiwa Rais, kijana huyu ukimuona unaweza kusema ni kijana mdogo, lakini ana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi kwa bidii kwenda kutekeleza ndoto yako ya kuwakomboa Watanzania. Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa huyu amewaunganisha chama na serikali. Naomba nikuthibitishie mkoa huu kura utakazozipata ni kura za kimbunga, na hawa ni mashahidi, ni kura za kimbunga kabisa. Mheshimiwa Rais, wawakilishi wa wananchi wamezungumza kwa ufasaha sana, mbunge wa Maswa Magharibi na mbunge wa Maswa Mashariki. Mheshimiwa Rais, ulipokwenda kuboresha miundombinu hasa kwenye sekta ya elimu, ulituelekeza TAMISEMI tulete hapa Maswa zaidi ya bilioni 9.27. Mheshimiwa Rais, ulidhamiria katika wilaya hii ya Maswa kupunguza umbali wa wazazi na walezi kupeleka watoto shule. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie shule zimejengwa karibu na wananchi. Na wizara yako hii unayoisimamia wewe mwenyewe ukiwa ndio waziri mwenye dhamana ya wizara hii ya TAMISEMI, Mheshimiwa Rais, mimi kushirikiana na waziri wa elimu, bado tunayo fedha ya kutosha kupitia miradi ya kwenda kuboresha elimu msingi na elimu sekondari. Na Maswa tutaendelea kuiangalia pamoja na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais umekwisha ifanya katika wilaya hii ya Maswa. Wana Maswa, wazazi kwa walezi, umewapunguzia mzigo mkubwa katika ulipaji wa ada. Leo hii wazazi wa Maswa na walezi hawana hofu tena ya kupeleka watoto wao shule. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais, na tumpigie makofi mengi sana kutupunguzia mzigo huu kwa Watanzania ambao walihitaji kushikwa mkono. Mheshimiwa Rais, katika sekta ya afya
umetoa zaidi ya bilioni 9.65, imejenga na kuboresha hospitali ya wilaya, imejenga majengo ya dharura, na hapa mbunge wa Maswa amekuomba jokofu. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie fedha ipo, na tarehe 1 mwezi wa 7 tutaleta jokofu kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amekuomba. Haya ni maelekezo yako na sisi tuko tayari kuyatekeleza mara moja. Katika sekta ya miundombinu, Mheshimiwa Rais, zaidi ya bilioni 16 imetolewa katika sekta ya miundombinu. Zimejengwa barabara za lami, zimefunguliwa barabara zilizokuwa zimejifunga. Mheshimiwa Rais, umejenga madaraja, na kimsingi hukujenga tu madaraja, umewaunganisha wananchi wa vijijini na wananchi wa mijini. Umewaunganisha wakulima na wafanyakazi, umewaunganisha wakulima kupeleka mazao yao sokoni. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa kazi hii kubwa, na haya ni matokeo ya ndoto ya baba wa taifa aliyodhamiria kwenda kuwakomboa Watanzania. Ndoto hii unaitekeleza wewe kwa vitendo. Wewe ni shujaa wetu na hawa ni mashahidi wetu. Imani za dini zinatuambia watu ni mashahidi, na sisi Watanzania wa leo tunashuhudia namna kazi kubwa unayoifanya kwenda kuleta mapinduzi makubwa kwa taifa hili. Umejenga matumaini katika mioyo yetu, na wana Maswa wamehifadhi matumaini hayo katika mioyo yao. Wanakuamini, wanakupenda, na ndio sababu leo hii wamejitokeza kwa wingi. Mheshimiwa Rais, uwanja huu ni wa kwako. Naomba nichukue fursa hii. Watanzania hawa wanatamani kukusikia, na sisi wasaidizi wako tuko tayari kupokea maelekezo yako. Mheshimiwa Rais, naomba nikukaribishe sasa ili uweze kuzungumza nasi, na tuko tayari kupokea maelekezo yako. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Wote tusimame kwa heshima na taadhima. Peperusha bendera. Peperusha bendera. Maswa oye! Maswa oye! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan oye!